Kwanza kipekee nianze kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu. Sisi kama TLS, mahakama haina deni kwetu mara zote. Hatuidai mahakama, yani katika wajibu wetu kama wadau wake. Na mahakama imetusupport kwa kiasi kikubwa. Mimi wanapenda kama jambo ni zuri ninalisema. Hata dunia nzima ikinitukana, nafsi yangu inakuwa na amani, kwa sababu ukweli unajipigania wenyewe, hauhitaji kura. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ulizungumza moja ya hoja yako kama ya 19 hivi. Alizungumza kwamba sisi ni watumishi wa watu katika sekta ya haki. Hata siku moja nilimwambia mtu kwamba for 10 years sikuwahi kusikia bold statement kuliko aliitoa Jaji Mkuu juzi. Mimi Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ninalo la kukusifia nitakusifia ukiwa hai. Siku ukifa nitanyamaza, kwa sababu mambo yako na Mungu. Kwa hiyo as long mimi mtu akiwa hai nitasema, kwa sababu tuna wajibu wa kutiana moyo jambo linavyokuwa vema. Kumekuwa na hii watu wanafikiri kwamba TLS is an activist or a political biased. Mimi siku zote nimekuwa nikisema section 4. Nia yangu ni kutoa hiyo dhana, na nimegonga kwa unyenyekevu nafasi zote, ofisi nyingi sana za serikali, nikiwa na kusudi moja, kwenda kujitambulisha ili watu watuelewe kusudi letu ni nini. Nikiri leo ndo nimekumbuka kichwani, TAKUKURU sikuwahi kuandika barua, sikuwahi kufika, lakini tumefika karibu ofisi zote na tumezungumza na wametuelewa TLS, na tumekuwa na mashirikiano mazuri katika kufanya kazi zetu na huduma zetu za kisheria. Tumefika Wizara ya Katiba. Nadhani kati ya mtu aliyetupa msaada mkubwa kwa mwaka huu ni Wizara ya Sheria na Katiba. Financially, yani sio kwamba nazungumza msaada labda wa hadisi. A very lucrative amount of investment kwenye digital platform yetu, kwenye usafiri na kwenye mashirikiano ya legal aid. Tumeshirikiana kwa ukubwa sana na wizara. Yote inakuonyesha kwamba mawakili, na nimelizungumza ili wazi mara kwamba we are not a terroristic group. We are not here to terrorize anybody. Sisi kazi yetu, wakati prosecutor anatamani mtu afungwe, sisi tunajaribu, we are just a pleader, kubembeleza hakimu na jaji, usifunge mtu huyu, yawezekana sio mhalifu. That is only our humble duty, and that is why we are going to court. Na pale mahakamani kunakuwa na askari ambao wapo siku zote, wanajua kabisa utaratibu. Hata utaona wanamuelekeza mtu mgeni ambaye hajafika, unataka kwenda nini? Nenda chemba namba fulani, gorofa namba fulani. Huku usiende. Wewe zima simu, usiingie na simu eneo hili. Usiite mtoto huyu mtoto haruhusiwi mahakamani. Unamkuta yule askari yuko very professional, but is not doing, anafanya service pale. Tunachojaribu sisi kuwaambia wenzetu wa polisi, na kidogo saizi nimeona pale Kisutu na Mahakama Kuu saizi magereza, ni ile kuonyesha hali ya militarization ya court proceedings kule ndani. Unaona mtu anamwangalia jaji hivi, kajificha, katoboa ni macho tu kwenye sweta, amekaa, huyu anapita, huyu anarudi, yani kana kwamba there is something. Lakini kumbe kuna namna ambavyo tunaweza tukahendo. Siku zote mimi nimependa kuambia watu mahakamani, mahakama ni tukufu. Sisemi ule utukufu wa Mungu, ni ule utukufu katika ile hali ya utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo wadau wote sisi tunatakiwa kuulinda, kwa sababu pale ndio sehemu ambayo aliye mkubwa na aliye mdogo anatakiwa kujisikia yuko secured. Lakini mazingira yanayojitokeza, kwa mfano wakili akikosea, mchukue, mshtaki kwa mujibu wa utaratibu, mripoti kwa mujibu wa utaratibu. Sio vinafanyika vitendo ambavyo mtu ukiangalia mtu anasema this guy is civilized. Inchi kweli hapa ni court premises au ni wapi? Kwa hiyo kazi ya TLS, sisi tunachojitahidi ni kuleta dhana nzuri ya uwajibikaji
wa pamoja. Na lingine ambalo sisi sasa, kwa sababu mwenzangu amezungumza mengi, nijaribu kutoa tu mifano michache ambao mingine mheshimiwa jaji ionyeshe kwamba sio kweli kwamba tu mara zote watu wanakuwa provoke. Yaani kutakuta mwingine labda mtu anakuchukia tu jinsi ulivyo, kwa sababu sisi tuna corporate lawyer. They are good speaking. They have an art of speaking, and they speak like a judge, like someone with tuko sisi huku ambao sio public litigant, tuko ma criminal lawyer. Hata sauti yangu tu inakukera, yani hata kama sijakuaddress, just listening to me you feel bored, but I'm not a bad person against you, so nisiadhibiwe kwa yale majukumu kwa mtu anavyonipasive, anione tu kwamba ni namna ya kutenda katika kazi. Sasa changamoto kubwa inayokuja, nini kifanyike? Moja ya jambo ambalo tulikuwa tukiomba na liangaliwe, ni vema mahakama ione utaratibu wa kuwa na askari wa kutosha, hizo kwa kusikiana na polisi, lakini mahakama ambayo imewatrain kuweza kuangalia una handle hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled namna hii, ili mtu aweze kutofautisha namna ya kufanya arraignment na namna ya kushughulika na professional misconduct inayotokea mahakamani. Kwa sababu sasa ukifanya arraignment kwenye professional misconduct, kwa kweli itakuwa tunachanganya vitu, sehemu moja vitu visivyokuwa sawa. Lingine ambalo mimi niliona ni swala zima la namna tunavyoshirikiana. Nimetoa mfano, sisi tumefaidika sana na uwepo na mahusiano yetu kati ya sisi na mahakama, sisi na Wizara ya Sheria na Katiba, sisi na ofisi ya Solicitor General, sisi na ofisi ya Mwanasheria Mkuu. Sisi tulikuwa na tatizo ambalo mara ya kwanza halikupata hata audience, lakini jaji mkuu amelichukua na kulifanyia kazi kwa haraka sana. Swala ambalo lilikuwa linakatisha sana tamaa mawakili kuapia court of appeal. Wengi wakawa wanasema no, I'm not going there, I'll be harassed. Kwa nini? Kwa sababu anafikiri nitasomaje, hata nikienda na position hii watanipiga. Kwa sababu ukweli court of appeal watu wengi wanaogopa, kwa sababu wanafikiri wazee pale wataniuliza maswali, all these three decision conflicting, then I will not enjoying myself, then I'll feel like be catched with surprises. Kwa hiyo jaji mkuu akatusikiliza and he make decision mapema sana. Kuna mambo tulifika hapa kwake tukazungumza kuhusu mambo ya watu kukaa maabusu muda mrefu, na hili swala la kufuta kesi imekaa muda mrefu, imekaa miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu mtu anafuta, anamkamata mtu, hapo inaanza upya. Lakini wote mtaona hata katika maelezo aliyotoa jaji mkuu ameonyesha kwamba actions zimechukuliwa. Those are the positive, kwa sababu we engage. Na tumeengage mpaka na rais vile vile. Tumefika tukamsalimia rais, tukazungumza, akatupokea, akatuelewa. Kote huku ni kuonyesha kwamba sisi we are not here as an affront to the state. Tuko hapo kwa ajili ya utawala wa sheria. Tuko huku kwa sababu ni lazima waweko huku, kwa sababu tutahitaji mawakili, wakati upande mwingine tutahitaji waendesha mashtaka. Kwa hiyo tunapokuwa huku ni kwa sababu ya ule utaratibu tu wa kisheria, lakini sio kwamba ni kwa sababu ni waasi. Ni kwa sababu kwamba lazima mgawanyiko wa madaraka uwe hivi. Kwa hiyo siku zote nasema hatuhitaji kinga. Mimi ni mpinzani sana wa immunity. Hatusemi eti wakili awe na kinga. Sheria zipo, wala hatuhitaji sheria mpya. Sheria inahusu contempt of court, siipo. Kwa hiyo kama mtu amefanya contemptuous act, kuna taratibu zinazoongoza pale ndani. Wakili wajibu wake nini? Kuna taratibu zinazoonyesha. Kuna professional misconduct, taratibu tayari zimo mle ndani. Ndicho tunachosema kwamba zifanyiwe kazi ili kuondoa hali ya mawakili kuonekana kuwa kama appendix kwenye mfumo wa utoaji haki. Sometimes we feel like an appendix, kwamba sometimes somebody can remove it and you can continue to survive. Let us feel part of the family. Najua jaji mkuu alinisahihisha hilo, akasema mko part ya family, lakini it's just an expression kwamba sometimes you are making lawyers, advocate feel like they are just an appendix katika mfumo wa utoaji haki. Na jambo lingine ambalo sisi tuliliona kama TLS tuone namna ya kufanya ni wananchi wanaofika mbele ya mahakama
wale ni wadau muhimu sana katika kuonekana haki imetendeka. Mimi naamini mara nyingi mtu anaenda mahakamani ni mtu mwema, na mtu anayekwepa mahakama ni mtu muovu. That is my assumption. Kwa hiyo na mara nyingi napenda kuona kwamba mtu yoyote anapokuja mahakamani ni either anataka kusikia nini kinaendelea na kuona, au anataka kulalamika kile alichotendewa. Kwa hiyo ni mteja. Kwa hiyo wote tunapokuwa pale mahakamani, mimi kama wakili ninatakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama. Mimi kama polisi natakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama. Mimi kama prosecutor natakiwa kumuelewa yule ni mteja wa mahakama, na tusimuone kama nuisance. Kwa hiyo anapokuja kwa wingi ni kwa sababu bidhaa ile inauza, watu wanavutika kuiona ile bidhaa. Kwa hiyo nifanyeje kumsaidia? Siku moja nilisema pale Mbeya kuna kesi tulikuwa na watu wanahudhuria mpaka watu zaidi ya 1000 lakini mahakama haikuona kama nuisance. Ikasema kuna ukumbi ule na ule una video weka, ili accommodate wale watu. Hakuna aliyevunja mti, hakuna aliyeharibu kitasa. Nipeleke kwenye chemba ya jaji, he will give me a soup inayonistahili kwa mujibu wa taratibu, na wewe utapata haki yako kwa mujibu wa taratibu, na nikitoka nje basi yamekwisha. Kwa hiyo mheshimiwa jaji, mimi nilikuwa naona kwamba sisi kama TLS tunashukuru kwa kikao hiki, na tungeomba wadau wote waelewe kwamba maslahi ya TLS ni haki na utawala bora. We are not partisan, we are not here to terrorize anybody, and we are not here to carry a political agenda. Haki za binadamu na utawala bora, utawala wa sheria, kama ambavyo dira ya maendeleo 2050 inatutaka kama nchi tuwe. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kusiwe na ile passiveness au negativity ya action, ni kwamba kila mtoto ana namna yake ya kulia. Na vile vile kuna hili jambo la kutofautisha wakili na mwanasiasa. Sheria yetu haikatazi wakili kuwa mwanasiasa, ila kiongozi ndio anakatazwa kuwa mwanasiasa. Sasa kuna wakati wakili anapoapia kule, ili mradi anafanya kazi za uwakili, tumwajibishe kwa zile kanuni za kiuwakili, tushirikiane, tufuate zile hatua mle ndani, lakini tusicreate kwamba labda kwa mazingira haya probably huyu yuko huku then basi huyu ni wa virungu. Tuone tu namna bora kwamba wakili, ili mradi ni wakili, atendewe kwa staa, aadhibiwe kwa sheria tulizojiwekea, tumwajibishe kwa sheria. Na mfano upo, mimi pale Mbeya tulikuwa tunaendelea na mashauri, nani nilimuona hapo, Mlambo alikuwepo. Tunacheka, kumbe Mlambo yuko ananiandalia chaji ya kunipeleka advocate committee. He never beaten me. Sikupigwa Mbeya pale. Lakini baada ya kumaliza, hata mahakama ili nipongeze, ikasema nimefanya kazi nzuri ndani na nje. Lakini Mlambo alikuwa ameshaandaa chaji ya kunipeleka advocate committee. Yupo pale rafiki yangu Mlambo. Sasa tulivotoka pale peacefully, yani peacefully, mpaka leo tunacheka na Mlambo na tunakula pamoja peacefully, nikakutana na kachaji natakiwa kufika advocate committee kwa kile nilicho kifanya. Lakini throughout it was professional. We hug each other, we talk, we argue law. Tunakuna ndio mazingira tunayo yataka. Yani ni punish, lakini nijue kwamba kweli umenipunish kwa sababu nilikuoffend na nimepata fursa kuliko ukinishambulia physically. Asante mheshimiwa jaji.